Yes, je, unajua kuna tofauti kubwa kati ya kunena kwa lugha, kuomba kwa lugha na kuimba kwa lugha. Leo nataka nikupe tofauti kati ya kunena kwa lugha, kuomba kwa lugha na kuimba kwa lugha. Na kila Mkristo anatakiwa awe na uwezo wa kunena kwa lugha, wa kuomba kwa lugha na kuimba kwa lugha ili aweze kuimarisha vitu na mahusiano yake yeye na Mungu. Kama huwezi kunena kwa lugha, huwezi kuomba kwa lugha, huwezi kuimba kwa lugha, jua kabisa wewe utakuwa ni Mkristo ambaye baadhi ya vitu ndani yako na baadhi ya vitu kwenye wokovu wako havitafanya kazi katika hali ambayo inatakiwa, kwa sababu nimefundishwa kwenye nani ya kwanza, kama mtu hawezi kunena kwa lugha, mara nyingi huwezi kutembea kwenye karama za Roho. Na kila Mkristo yoyote ambaye amempokea Yesu Kristo na kumkubali lazima awe na karama moja au zaidi ya moja katika karama 9 za Roho Mtakatifu. Nataka leo nianze kuzungumzia kitu kinachoitwa kuomba kwa lugha. Watu hawajui kama kuna kuomba kwa lugha. Changanya kati ya kuomba kwa lugha na kunena kwa lugha. Tunaposema watu wanaomba kwa lugha, tunakuja kuona Yesu Kristo akiwa msalabani anaomba kwa lugha. Anasema Eloi, Eloi, lama sabakthani, akiwa na maana Mungu wangu, mbona umeniacha? Ile hali ya uombaji wake ilikuwa inatoka ndani kabisa, ilikuwa inatoka ndani, ni kitu kimetoka ndani ambacho kimezalishwa na uchungu ambao anapitia. Tunaposema katika Warumi 8:26 anakwambia Roho Mtakatifu atatusaidia kuomba hasa kwa kuugua pale tusipoweza kutamka. Hapo ndipo nakuta mtu anaomba kwa lugha, anatamka pale ambako lugha yake Kiswahili haiwezi kutamka, lugha yake Kiingereza haiwezi kutamka, lakini ni vitu vinavyotokea ndani. Ukienda kwenye Warumi 8:26 utaona Biblia za Kiingereza zimeandika groaning, inatoka sauti, inatoka mamlaka ambayo lugha yako haiwezi kuitafasiri, ambayo kwa kawaida haina tafasiri, inatoka ndani. Biblia inasema katika Luka ukienda 11 mstari wa 36 mpaka 38 utamwona Yesu Kristo anafika kwenye kaburi la Lazaro. Biblia inasema na akalia. Biblia ya Kiingereza ikasema inaweka pale kulia, kuugua. Neno kuugua imeweka pale groaning. Bwana Yesu Kristo akuomba maombi yoyote pale kwa Lazaro, watu wanashangaa, lakini maombi yaliyotoka ndani ni yale maombi ya kuugua ambayo Roho Mtakatifu anakusaidia. Hapo ndipo tunasema ni kuomba kwa lugha. Kuomba kwa lugha, unakuta mtu yuko katikati ya maombi, ndani ya uchungu, ananena vitu ambavyo kwa kawaida hajawahi kunena, ni vitu ambavyo viko deep ndani zaidi. Kama ana uchungu wa kazi, anafikia hatua ndani yake anasikia anaumia na sauti inatoka. Hii ndio tunaita kuomba kwa lugha. Inatokea mara nyingi pale ambako mtu anakuwapo yuko deep kwenye maombi, amezama kwenye wingu la maombi, amezama kwenye wingu la kuabudu, amezama kwenye wingu la kububujika kwa ndani, inatoka ndani. Hiyo tunasema ni kuomba kwa lugha. Inaweza ikawa tu mtu atakaishia lakini kila taa moja inakuwa na maana tofauti. Mwingine anaweza kaishia kila zaza moja inakuwa ina meaning kwenye ulimwengu wa roho, inakuwa ina maana. Anaweza kawa anasema Mungu unikumbuke, unisaidie, unione, lakini ametamka zazazazai. Kuomba kwa lugha, ukitamka maneno mawili matatu, yanakuwa ni zaidi ya maombi 10-20 ambayo mtu anaweza akaomba. Hapo ndipo mtu anakuwa amefikia level ya Roho Mtakatifu kumsaidia kuomba, Roho Mtakatifu kumsaidia kuugua ndani. Huko tunakuita kuomba kwa lugha, ambako kunatokea watu wanapokuomba kwenye deep prayer ndani zaidi. Lakini nimekuja kuzungumza kwa habari ya kunena kwa lugha. Nimetoka kwenye Wakorintho wa kwanza 14:2 anasema yeye anenaye kwa lugha asemi na mwanadamu, husema na Mungu mambo ya sirini ya roho yake. Wanakuomba kwa kunena kwa lugha, mara nyingi Mungu anakuachia ndani ya watu kwa malengo madhumuni zaidi ya matatu. Namba moja, yule mtu anawasilisha mambo yake yeye na Mungu peke yake. Hakuna mtu mwingine anaweza kasikia, hakuna mtu mwingine anaweza katafasiri, ni yeye na Mungu. Anasema vitu vya ndani kuhusiana na yeye
akiwa na Mungu. Namba 2, kunena kwa lugha kumsaidia mtu kujijenga mwenyewe, ili nafsi yako na roho yako ziweze kuwa giant, ziweze kuwa na uwezo wa kupambanua baadhi ya roho, ziweze kuwa na uwezo wa kusensi baadhi ya mambo, uweze kuwa na uwezo wa kuweza kuingia kwenye realms za mbinguni, kamata frequency za mbinguni. Lazima uwe unaweza kunena kwa lugha. Roho yako inajijenga, roho yako inaimarika, roho yako inakuwa na mamlaka. Na namba 3, kunena kwa lugha kunazifanya karama zingine ziweze kutenda kazi. Kunena kwa lugha ni kama funguo ya karama zingine. Huwezi ukaingia kwenye karama za uponyaji za deep kama huwezi kunena kwa lugha. Huwezi kuingia kwenye unabii deep ndani kama huwezi kunena kwa lugha. Huwezi kutembea kwenye imani kama huwezi kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha ni kama funguo kwenye mambo ya kiroho. Tukija tukaangalia, kuna kitu kinachoitwa kuimba kwa lugha. Kuimba kwa lugha, mara zote Wakristo wanaimba kwa lugha. Yapo makanisa, ingawa imedevelop sana nchi kama Nigeria na nchi ambazo mtembeo wa Roho Mtakatifu ni mkubwa, wana uwezo wa kuimba kwa lugha. Ukienda kwa waganga wengi, utakuta waganga wanaimba kwa lugha, wanaimba kwa lugha. Ukienda kwa waha, unakuta mganga anaimba kia, kuiamsha mizimu, kuziamsha roho, anaimba kwa lugha. Kuimba kwa lugha kuna kufanya kuiamsha roho yako na kuamsha roho ambazo zinakuzunguka. Roho Mtakatifu unaweza kumwamsha kwa kuimba kwa lugha. Roho za malaika unaweza kuziamsha kwa kuimba kwa lugha. Roho za zamani unaweza kuziamsha kwa kuimba kwa lugha. Kuna baadhi hata nyimbo, msanii mmoja mkubwa wa kibongo flavor, Zuchu, ameimba, ananena kwa lugha, anaimba kwa lugha. Ile kuimba kwake kwa lugha ni kuamsha baadhi ya spiriti ili ziweze kumkampani na kumsaidia kwenye kile ambacho anakifanya. Paulo na Sila wakaomba gerezani, wakaimba gerezani mpaka milango ya gereza ikafunguka. Aina ya kuimba na kuomba waliokuwa wanaitumia ni kuomba kwa lugha, ni kutamka kwa lugha. My God, my God, I don't know, natamani nikupe tofauti na nizizungumze. Unakuta ni nyimbo wanaimba ukija kwenye meaning ya Kiswahili haina maana, ukija kwenye meaning ya Kiingereza haina maana, lakini ukija kwenye roho, mtu wa rohoni anachua hichi kitu ambacho kinatamkwa. Kuna baadhi ya vitu kinaamsha ndani ya mtu na ndani ya atmosphere iliyopo. Bwana, ni muhimu sana Mkristo kuweza kutembea kwenye hizi level zote 3. Awe na uwezo wa kuomba kwa lugha, awe na uwezo wa kunena kwa lugha, awe na uwezo wa kuimba kwa lugha. Hapa ndipo atakapokuja kujua kuna baadhi ya spiriti zinaamshwa, baadhi ya roho zinaamshwa, kuna baadhi ya mamlaka anaingia. Kuna baadhi ya Kristo mpaka leo hawezi kuomba kwa lugha, hawezi kunena kwa lugha, hawezi kuimba kwa lugha, na anategemea Roho Mtakatifu aje amfundishe kuomba. Roho Mtakatifu haja amuingizie maneno. Ni kitu ambacho kitaweza kutokea. Biblia inasema wewe unatakiwa uanze, wewe unatakiwa uwe na desire. Biblia inasema desire a spiritual gift. Tamani, wewe mwenyewe utamani. Usipotamani, forget, sahau Roho Mtakatifu kukujaza, sahau kutembea kwenye karama. Eti mpaka siku nitakapopokea karama. No, mtu wangu, hauwezi ukapokea kitu chochote cha Mungu kisipozaliwa na desire. Ndio maana anasema wenye kiwi waje kwangu wanywe. Kama hauna kiwi, hauna shauku, forget it. Anasema kwenye Korinto 14 ukienda mstari wa 1, anasema tamanini karama za rohoni, hasa utabiri. Bwana, lazima utamani kwanza karama, lazima uugue ndani yako. Kama huwezi kunena kwa lugha, kuimba kwa lugha, kuomba kwa lugha, kuna baadhi ya vitu utamfikia Mungu, kuna baadhi ya level utamfikia Mungu. Oh, I pray for you in the name of Jesus Christ. Roho Mtakatifu akakujae. Bonkrevida pantos kadebelia. Rakosotiba ambokabaya. Baba, ninamwombea mtu mmoja leo. Ninaifungua karama ya kunena kwa lugha. Ninafungua neema ya kuomba kwa lugha. Ninafungua neema ya kuimba kwa lugha. Bisko rakipote panakamra. Zekude brevi aprokopi atuskabaliana. Radio show praveda banda. Roho Mtakatifu ananiambia kuna watu 8 ambao wataangalia video hii. Roho Mtakatifu anaenda kujaa ndani yao na dimension nyingine mpya kutembea na roho inaingia. Vahatus ka briden koveden baidenki.
rastuba abrovidi abrebekopredia rastukina amprovida jekido obretika kudabanda reprosedia veliko proti abrato ratsugubalida ampredishka abrokobadai rabazobrebe edenkepedonkida banda ropo sipreketia goza. Mungu ananionyesha kuna mtu mmoja ambaye ana shida ni kama ya blood pressure, ambapo Mungu anaenda kumgusa. Ni issue ambazo zinahusiana na damu, sijui exactly ni blood pressure, sijui, lakini ni issue ambazo zinahusiana na damu. The hand of God inaenda kumgusa. Zahapa za identity to guide and cover dia faluti akrozobi anteria ku jabu apapapai ropa kido ompretia skabe rakushkapaya ropo koria manga. Ninakufungulia neema kunena kwa lugha katika jina la Yesu. Ninakutamkia neema ya kunena kwa lugha, neema ya kuomba kwa lugha. Pe aidu vale papapapai ruka papanda ropa kapapanda katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Kedobalia toskapaladia. Speaking in tongue, pray in tongue, sing in tongue. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus Christ. Pokea neema, pokea uwezo. Ni mtu wako wa Mungu, Prophet Florian Ingile. I sign out. God bless you. Shalom.